Mjambo na habari za jioni, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info popote pale ulipo, ikiwa ni ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ni Jumanne tarehe 14 Julai mwaka 2026. Mimi ni Eloge Lulonga. Na katika taarifa yetu kuletea habari kuu za siku zikiwemo wale usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mashambulizi na mapigano na harakati za kijeshi yameendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini. Tukupeleka pia Kalemi, Walikale, Mwenga na Beni pamoja na habari za kisiasa na diplomasia kutoka Kinshasa na Umoja wa Mataifa. Basi usiondoke, haya na mengi ndiyo atakujia katika taarifa yetu ya habari ya jioni leo kupitia Kivu News Info. Na leo kujuza tu kwamba kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kulingana nasema kujabone kueme vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Hali ya usalama endelea kuzorota katika mji wa Beni mkoani Kivu Kaskazini baada ya watu 7 kupoteza maisha katika shambulizo jipya lililodaiwa kutekelezwa na wasi wa ADF alfajiri ya leo Jumanne tarehe 14 Julai. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, washambuliaji waliingia katika vitongoji vya Sayo na Matembo lipo katika munisipaa Mulekera na kuanzisha mashambulizi ya ghafla dhidi ya raia pamoja na wanajeshi waliokuwa wakilinda eneo hilo. Taarifa za awali zinaeleza kuwa watu 7 wamefariki dunia, wakiwemo raia 4 na wanajeshi 3 wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Raia hao waliuawa katika maeneo ya Mbutaba na Vula ambako washambuliaji walitumia silaha za moto na kuwashambulia kabla ya kutoweka. Bwana walipoteza maisha, watu kadhaa wamejeruhiwa na wamekimbizwa katika vituo vya afya kwa ajili ya matibabu. Baada ya shambulio hilo, vijana wa kujitolea walifika katika eneo la tukio kwa lengo la kukusanya miili ya marehemu na kuipeleka katika chumba cha kuhifadhi maiti wakisubiri mazishi. Akizungumza baada ya kutembea eneo la tukio, kiongozi wa kundi la shinikizo la kijamii la Veranda Musanga, Fiston Isambiro, amesema kuwa wananchi wameguswa sana na tukio hilo. Ameeleza kuwa kati ya waliouawa ni pamoja na dereva mmoja wa pikipiki aliyekutwa katika eneo la mashambulizi. Hata hivyo, alimsifu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuingilia kati haraka, akisema hatua imezuia idadi ya vifo kuongezeka zaidi. Amewataka wakazi wa Beni na Beni kutokubebwa na hofu licha ya mazingira magumu ya kiusalama, bali waendelee kushirikiana na vyombo vya ulinzi kwa kutoa taarifa za watu wa mienendo inayoweza kuhatarisha usalama wa mji. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama, waasi walilenga pia wanajeshi wa FARDC katika shambulizi la kushtukiza ambapo wanajeshi 3 wamepoteza maisha wakiwa katika harakati ya kuwalinda wananchi. Tukio hilo limeonyesha kuwa makundi ya waasi yanaendelea kubadili mbinu za mashambulizi kwa kulenga raia na vikosi vya usalama kwa wakati mmoja. Mashambulizi yamesababisha taharuki kubwa katika vitongoji vya Sayo na Matembo na maeneo ya jirani. Wakihofia kurejea kwa mashambulizi ya usiku, mamia ya familia wameanza kuyakimbia makazi yao wakiacha mali zao wakielekea katika mijiji ya Beni na maeneo mengine yanayoaminika kuwa salama zaidi. Mashambulizi yanaongeza orodha matukio ya mauaji yanayohusishwa na wasi wa ADF katika eneo la Beni, licha ya zinazoendelea za pamoja kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi la Uganda UPDF zinazolenga kusambaratisha makundi hayo yenye silaha. Hadi sasa mamlaka za kijeshi na za kiraia hajatoa taarifa rasmi kuhusu operesheni za kufuatilia washambuliaji hao, huku wakazi wa Beni wakiendelea kuishi katika hofu kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Hali ya usalama endelea kuwa tete katika eneo la Itombo wilayani Mwenga mkoani Kivu Kusini kufuatia mapigano makali yaliyokutanisha wapiganaji wa Wazalendo na waasi wa muungano M23 pamoja na Twirwaneho. Mapigano yalitokea siku ya jana Jumatatu tarehe 13 Julai majira saa 4 asubuhi katika mji wa Kipupu uliopo katikati ya kundi la Bashimukinji ya kwanza. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, waasi wa M23 walianzisha mashambulizi makubwa dhidi ya ngome za Wazalendo kwa kutumia silaha nzito na nyepesi. Baada ya mapigano muda, waasi hao walifanikiwa kuudhibiti mji wa Kipupu na kuendelea mbele kuelekea eneo la Esehe. Mashambulizi hayo yalilazimu wapiganaji wa Wazalendo kujiondoa kutoka maeneo yao ya ulinzi na kuelekea katika msitu wa Itombwe pamoja na eneo la Lubunga, wakijipanga upya kwa ajili ya kukabiliana na mashambulizi mengine. Wakazi wa Kipupu wanasema kabla ya waasi hao kuondoka, walichoma moto nyumba kadhaa za raia na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na kuacha familia nyingi bila makazi. Mashahidi yanaeleza kuwa moshi mzito ulionekana ukitanda angani, huku wakazi wakimbia hofu wakihofia usalama wao. Baadhi ya wananchi
ameeleza kitendo hicho ni cha makusudi cha kuharibu mali za raia na kutia hofu kwa jamii hii. Wanasema mbinu hiyo si mpya, kwani ilitumika pia katika mashambulizi yalitokea Ijumaa tarehe 10 Julai ambako nyumba kadhaa zilitekelezwa kwa moto katika eneo hilo. Baada ya operesheni hiyo, taarifa zinaeleza kuwa vikosi vya waasi M23 viliondoka katika Kipupu na kujipanga upya katika eneo la Lwemba Filo 14. Kabla ya hapo, vikosi hivyo vilikuwa vimewekwa kambi katika eneo la Bukinji, hatua inatafsiriwa kuwa ni sehemu ya kimkakati wa kuimarisha nafasi zao katika ukanda huo wa Itombwe. Wakati wa taarifa zilizosambaa kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii zidai kuwa wapiganaji wa wazalendo walifanikiwa kuwafukuza waasi na kuingia katika mji wa Mikenge zimekanushwa na vyanzo vya ndani. Vyanzo vinaeleza kuwa kuna ushahidi unaothibitisha madai hayo na kwamba hadi sasa waasi hawajafukuzwa kutoka maeneo yanayodhibiti wala hakuna kikosi cha wazalendo kilichoingia Mikenge. Kwa sasa bado hakuna takwimu rasmi kuhusu idadi ya waliouawa kujeruhiwa katika mapigano hayo. Hata hivyo, uharibifu wa mali hususan nyumba zilizotekelezwa kwa moto umeelezwa kuwa mkubwa, huku mamia ya wakazi wakikimbia makazi yao kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Mashambulizi ya Kipupu yanaendelea kuonyesha hali ya wasiwasi na utawala katika maeneo ya Mwenga na Itombwe ambako mapigano kati ya waasi M23 na makundi mengine ya wazalendo yamekuwa yakijirudilia mara kwa mara. Aliyoendelea kuongeza idadi ya watu wanaolazimika kuyama makazi yao na kuzidisha changamoto za kibinadamu katika eneo la Kivu Kusini. Mamlaka za kijeshi na kiraia bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo, huku wakazi wakitoa wito kwa serikali na washirika wa usalama kuimarisha ulinzi wa raia na kuchukua hatua za haraka ili kuzuia mashambulizi mengine yanayoweza kutokea. Hali ya usalama endelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Batakwirwa lopo katika kundi la Bafuna ulaani Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya wakazi kulazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na hofu ya kuzuka upya kwa mapigano kati ya makundi mawili hasimu ya kundi lenye silaha ya Uhuru DRC. Kwa mujibu wa vyanzo vya utawala vya eneo hilo, wimbi jipya la wakimbizi lilianza Jumatatu tarehe 13 Julai kufuatia taarifa za kurejea kwa wapiganaji wa upande unaongozwa na Kashira Desire Mashite katika vijiji vya Kalambo na Buringa tangu Jumapili tarehe 12 Julai. Wakati waki kundi lipinzani linaloongozwa na Shimirai Muchanganya Zidane imeendelea kuweka nafasi zake katika kijiji cha Isaya kilichopo umbali wa takribani saa 2 za kutembea kutoka Kilambo. Ukaribu wa makundi mawili umeongeza hofu ya kuzuka tena kwa mapigano makali ambayo yanaweza kuhatarisha maisha ya raia. Wakazi wengi wameamua kukimbia kabla hali haijabadilika zaidi. Baadhi ya familia zimekimbia msituni ili kujificha dhidi ya mapigano yanayoweza kutokea, huku wengine wakielekea Walikale Central kamini kwa eneo hilo naweza kuwa salama zaidi. Wengi wao wameondoka bila kubeba mali zao wakihofia kushambuliwa ghafla iwapo mapigano yataanza. Katibu wa utawala wa kundi la Bafuna Clement Tairo amethibitisha kuwepo kwa taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Amesema wakazi wa Batakwiro wameondoka tena kwa sababu ya hofu ya mapambano mapya kati ya makundi hayo mawili ya Uhuru DRC. Tahiro ametoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka kwa kupeleka vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika eneo hilo ili kurejesha usalama, kulinda raia na kuzuia kuongezeka kwa machafuko. Tukio linajiri siku chache tu baada ya wakazi kuanza kurejea katika makazi yao. Wiki iliyopita familia nyingi zilikuwa zimerejea Batakwirwa baada ya kukaa zaidi ya wiki mbili uhamishoni kufuatia mapigano makali yaliyowahi kuzuka kati ya vikosi hivyo vya Desire Kashite na vile vya Shamire Muchanganya Zidane. Hata hivyo, kurejea kwa makundi hayo yenye silaha katika maeneo ya kukabiliana na imebua tena hofu kubwa kwa kulazimisha wananchi kuanza upya safari za kukimbia. Alionyesha jinsi mazingira ya usalama yanavyoendelea kuwa dhaifu katika sehemu kubwa ya wilaya ya Walikale. Viongozi wa kimila pamoja na mamlaka za eneo zimeonya kuwa endapo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC itapelekwa haraka, kuna uwezekano mkubwa wa mapigano mapya kuzuka, jambo ambalo linaweza kuongeza idadi ya watu wanaokimbia makazi yao na kuzidisha hali ya kibinadamu katika Kivu Kaskazini. Kwa sasa linaendelea kufuatiliwa kwa karibu, kwa maelfu ya wakazi wakaendelea kuishi kwa hofu wakisubiri hatua za mamlaka za usalama ili kurejesha amani ya utulivu katika eneo la Batakwiro na vijiji vinavyoizunguka. Asasi za kiraia katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini zimetaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupeleka mara moja vikosi vya jeshi la FARDC katika maeneo ya Bauleusa, Kateku, Bukumbirwa na Rusamambo iliko katika kundi la Ikobo, sekta ya Wanianga kufuatia taarifa za kujiondoa kwa muungano wa waasi M23 mwishoni mwa wiki iliyopita. Kwa mujibu wa taratibu wa wilaya ya Societe Civile Force Vive ya Walikale, hatua ni muhimu ili kuhakikisha usalama unarejea kwa kudumu katika maeneo hayo na kutoa nafasi kwa maelfu ya familia zilizokimbia mapigano kurejea katika makazi yao bila hofu.
uhalifu. Hata hivyo, viongozi wa CCE wanasema kuwa bado kuna mashaka kuhusu taarifa za kujiondoa kwa waasi hao. Wanaamini huenda hatua hiyo si ya kuondoka kabisa, bali ni mkakati wa kijeshi wa kujipanga upya kwa ajili ya mashambulizi mengine. Rais wa uratibu wa wilaya za CCE Fiston Misona amesema anaona kile anachokelezwa kwa kujiondoa kwa waasi M23 na RDF kama mbinu ya kupotosha ili kuficha harakati zao za kijeshi. Kwa mujibu wake, kuna biashara kwamba waasi wameendelea kuhamasisha wapiganaji wao katika maeneo mengine, huku wakiongeza idadi ya askari na kusambaza silaha pamoja na risasi kwa lengo la kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya vikosi vya FARDC na wapiganaji wa kujitolea wazalendo katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kusini. Kutokana na hali hiyo, kiraia zimetaka mamlaka za kijeshi kuhakikisha hakuna ombwe la kiusalama linalotokea katika maeneo ambayo waasi wameondoka. Naonya kwa ikiwa FARDC itachukua hatua kuna kulidhibiti haraka, kuna hatari ya waasi kurejea na makundi mengine yenye silaha kuingia na kudhibiti maeneo hayo. Fiston Misona ametoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa uangalifu na kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu watu wa mienendo yoyote inaweza kuhatarisha amani katika vijiji vyao. Tamro unakuja siku chache tu baada ya taarifa za waasi M23 kuondoka katika baadhi ya vijiji vya Ikobo, ingawa maendeleo yamezua matumaini kwa maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kwamba huenda wakaanza kurejea nyumbani. Viongozi wa kiraia wanasisitiza kwamba kurejea huko hakutakuwa salama bila uwepo wa kudumu wa vikosi vya FARDC. Kwa sasa maelfu ya wananchi waliokimbia mapigano bado wanaendelea kuishi katika mazingira magumu ya ukimbizi wakisubiri hatua rasmi za mamlaka za kijeshi. Wakati wasi za kiraia zinaendelea kusisitiza umuhimu wa kuimarishwa kwa ulinzi katika eneo la Walikale ili kuzuia kurejea kwa mapigano na kuhakikisha usalama wa raia unadumu kwa muda mrefu. Hali ya taharuki ilitawala katika jiji la Kalemi mkoani Tanganyika siku ya jana Jumatatu tarehe 13 Julai baada ya kuonekana kwa idadi kubwa ya wanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC walikuwa wakifanya doria na operesheni maalum za ukaguzi katika vitongoji mbalimbali vya mji huo. Wananchi wengi walionekana wakikimbia na kujifungia majumbani mwao kutokana na hofu iliyosababishwa na uwepo mkubwa wa wanajeshi pamoja na magari ya kijeshi yalikuwa yakizunguka katika maeneo kadhaa ya Kalemi. Wengine walidhani kuwa huenda kulikuwa na shambulizi la ghafla, tishio jipya la kiusalama. Hata hivyo, mamlaka za kijeshi zimeeleza kuwa operesheni hiyo haikuhusiana na mashambulizi yote, bali ni sehemu ya mpango mpana wa kuimarisha usalama katika jimbo la Tanganyika. Kwa mujibu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, operesheni hiyo imelenga kuwakamata wanajeshi waliotoroka jeshini, watu walioshukiwa kupenya kuasiri katika vikosi vya usalama, pamoja na majambazi wa mji wanaohusika na vitendo vya uhalifu vinavyoendelea kuwasukuma na kusumbua wakazi wa Kalemi. Jeshi linaeleza kuwa doria hizo ni operesheni za kawaida zinazofanyika mara kwa mara kwa lengo la kuhakikisha hali ya usalama inaendelea kuimarika, kuzuia vitendo vya uhalifu na kukabiliana na tishio lolote linaloweza kuvuruga amani katika mkoa wa Tanganyika. Kwa mujibu wa msemaji wa kitengo cha mawasiliano na habari cha FARDC mjini Kalemi, watu kadhaa waliokamatwa wakati wa operesheni hiyo, baadhi yao wanadaiwa kuwa ni wanajeshi waliokimbia majukumu yao, wengine ni watu wanaotumiwa kujipenyeza katika maeneo ya kijeshi, huku wengine wakihusishwa na uhalifu wa kutumia silaha na ujambazi mjini. Msemaji amesema kwamba watumiwa hao tayari wamehamishwa katika gereza kuu la Kalemi ambako wataendelea kushikiliwa kwa kisubiri kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria ili kujibu tuhuma zinazowakabili. Amesisitiza kuwa operesheni hiyo ilifanyika chini ya usimamizi wa kamanda wa makao makuu ya mbele pamoja na kamanda wa operesheni za FARDC katika eneo hilo, ambao ametaka wananchi kutokuwa na hofu wala kutafsiri vibaya uwepo wa wanajeshi wengi mitaani. Kwa mujibu wa jeshi, hatua ni sehemu ya mkakati wa kuendelea kwa macho dhidi ya vitisho vya usalama kuhakikisha amani inaendelea kutawala katika jimbo la Tanganyika. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC imefafanua kuwa hakuna hali ya vita wala tisho la dharura lipo katika Kalemi kwa sasa, na kwamba operesheni hizo ni za kuzuia uhalifu kabla hujatokea. Mamlaka za kijeshi zimehimiza wakazi wa Kalemi kuendelea na shughuli zao za kila siku utulivu, huku zikisisitiza umuhimu wa kushirikiana kati ya wananchi na vyombo vya dola. Wananchi wametakiwa kutoa taarifa kuhusu mtu yeyote au vikundi lote linaloshukiwa kufanya shughuli zinazoweza kuhatarisha usalama wa mji. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa operesheni za aina hii zimekuwa zikiongezeka katika maeneo mengi na mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika miji inayokabiliwa na changamoto za uhalifu na mijini na uwepo wa makundi yenye silaha. Lengo ni kuzuia kuimarika kwa mtandao wa uhalifu, kwa dhibiti wanajeshi wanaotoroka vikosini na kulinda usalama wa raia. Kwa sasa leo utulivu umeanza kurejea katika jiji la Kalemi, ingawa wananchi wengi wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo operesheni hiyo wakisubiri taarifa zaidi kutoka kwa mamlaka za kijeshi kuhusu matukio ya msako unaoendelea.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kutumia nafasi yake kama rais wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa kwa mwezi Julai mwaka 2026 kusukuma ajenda ya amani na usalama kupitia usimamizi bora wa rasilimali asilia. Siku ya jana Jumatatu tarehe 13 Julai mjini New York, waziri wa nchi anayoshughulikia mambo ya nje, ushirikiano wa kimataifa na Francophonie, Therese Kaikwamba Wagner aliongoza mkutano maalum usio rasmi wa Baraza la Usalama uliofanyika kwa utaratibu unaojulikana kama Aria Formula. Mkutano ulijadili pengo uloko katika mfumo wa kimataifa kuhusu usimamizi wa rasilimali asilia na mchango wake katika kujenga amani ya kudumu. Mkutano ule wakutanisha viongozi, mabalozi, wataalamu wa masuala amani, wakilishi wa mashirika ya kimataifa pamoja na wadau wengine wanaobadilishana mawazo kuhusu namna ambavyo rasilimali asilia zinaweza kuwa chachu ya maendeleo badala ya kuwa chanzo cha mgogoro na vita. Akitubia washiriki, waziri Therese Kaikwamba Wagner alisema dunia inapaswa kuondokana na mtazamo wa kushughulikia migogoro kadhaa baada ya kutokea na badala yake kujikita katika kuzuia mgogoro kupitia usimamizi mzuri na uwazi wenye kuwajibika wa rasilimali asilia, huku wakiheshimu kamilifu mamlaka ya uhuru wa kila taifa. Alisema kwa madini, mafuta, gesi, misitu na rasilimali nyingine za mikakati zinapaswa kuwafaidisha wananchi kwa kuchangia maendeleo ya uchumi, kuunda ajira, kuboresha maisha ya watu na kuimarisha utulivu wa kisiasa badala ya kutumia kujadili, kufadhili makundi yenye silaha au kuchochea migogoro inayosababisha vifo na mateso ya raia. Kwa upande wake, mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa ukanda wa maziwa makuu Yuan Xia alisema kuwa ni muhimu kubadili mtazamo kuhusu rasilimali asilia. Kwa mjibu wake, rasilimali hizo hazipaswi kuonekana kama sababu ya ushindani au vita kama kati ya taifa, bali ni fursa ya kuimarisha ushirikiano wa kikanda, kukuza biashara, uwekezaji wa maendeleo endelevu. Yang Xiang aliongeza kuwa kuunda fursa halisi za kiuchumi kwa wananchi, hasa vijana, ni moja ya njia muhimu za kujenga amani ya kudumu katika ukanda wa maziwa makuu unaokumbwa mara kwa mara na migogoro ya silaha. Mkutano unaonekana kuwa hatua muhimu ya maandalizi ya kuendeleza kuelekea mjadala mkubwa wa ngazi ya juu la Baraza la Usalama utakaofanyika, unatarajiwa kufanyika tarehe 22 Julai nchini ya mwenyekiti wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kupitia mjadala huo, serikali ya Kongo inalenga kuifanya hoja usimamizi wa rasilimali asilia kuwa moja ya ajenda kuu katika mijadala ya kimataifa kuhusu amani ya usalama. Serikali pia inataka kuwepo mfumo wa kimataifa ulio imara zaidi utakaolinda maslahi ya wananchi zinazozalisha rasilimali hizo na kuhakikisha utajiri wake unawafanuisha wananchi badala ya kuongeza migogoro. Wataalamu wanaeleza kwamba mkutano huu utafanyika kwa kutumia mfumo wa Aria Formula ambao ni utaratibu maalum usio rasmi ndani ya Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa. Mfumo unaruhusu wajumbe wa baraza kufanya majadiliano ya wazi na wadau ambao kwa kawaida washiriki katika vikao rasmi vya baraza. Kwa kupitia uongozi wake wa Baraza la Usalama la mwezi huu wa Julai, Jamhuri ya Kidemokrasia inaendelea kusisitiza kuwa usimamizi bora wa rasilimali asilia ni msingi muhimu wa maendeleo, utulivu wa amani ya kudumu, si tu nchini bali katika ukanda mzima wa maziwa makuu na dunia kwa ujumla. Muungano wa Coalition de l'Article 5 et C5 imetaka serikali ya Burundi kupitia Rais Ndayishimiye ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika kupanua wigo wa mawasiliano wanaohusu mgogoro wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuwapa nafasi wananchi wa kawaida kushiriki katika kutafuta suluhisho la kudumu. Wito umetolewa siku ya Jumapili tarehe 12 Julai mjini Lubumbashi na mratibu wa kitaifa wa muungano huo Maitre Kalebe Banza Mwembo wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliolenga kuwasilisha barua walioituma kwa rais wa Burundi. Kwa mujibu wa C5, barua ile iliandikwa tarehe 6 Julai na kupokelewa rasmi tarehe 9 Julai katika ubalozi wa Burundi mjini Kinshasa. Lengo lake ni kuhamasisha Umoja wa Afrika kuhakikisha kwamba juhudi za upatanishi kuhusu mgogoro wa kisiasa nchini DRC zinakuwa zikishirikishi zaidi kuliko ilivyo sasa. Muungano wao unaeleza hadi sasa mawazo mengi yamekuwa kiwahusisha zaidi viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini na baadhi ya mashirika ya kiraia, huku wananchi wengi wa kawaida ambao wameitwa majorite silencieuse, yaani walio wengi lakini wasiohusika wakiachwa nje ya mchakato huo. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, Kalebe Banza alisema kuwa kuna dalili kwamba makosa yalifanyika katika jitihada zilizopita za kutafuta suluhu yanaweza kujirudia ikiwa maoni ya wananchi wengi hayatasikilizwa. Alisema kwa haiwezekani watu wale waendelee kuwa wawakilishi wa mazungumzo yote ya kitaifa wakati sehemu kubwa ya wananchi hawapati nafasi ya kutoa maoni yao kuhusu mustakabali wa nchi. Muungano wa C5 umeeleza kuwa
kuwa unasimamia msingi wa kifungo cha 5 cha katiba DRC ambacho kinasisitiza kwa mamlaka ya nchi yanatokana na wananchi. Kwa msingi huo, Sesenke inasema wingi haiungi mkono serikali iliyopo madarakani wala upande wa upinzani, bali inalenga kutetea haki ya wananchi kushiriki moja kwa moja katika maamuzi makubwa ya kitaifa. Kwa mujibu wa Kalebe Banza, kuna mwanasiasa, kiongozi wa dini au mwanaharakati wa kiraia anaweza kudai kuwa anazungumza kwa niaba ya wananchi wote wa Kongo kwa muda mrefu. Amesema mamlaka ya wananchi yanapaswa kuonekana kupitia taratibu zinazotambuliwa na katiba, hususan uchaguzi wa kura maoni, yani referendum. Baada ya kuomba Umoja wa Afrika kupanua mashauri, Sesenke amependekeza kufanyika kwa mjadala mpana wa kitaifa kuhusu mageuzi ya katiba kabla ya kura yote ya maoni kufanyika. Kwa mujibu wa muungano wa wananchi, wanapaswa kuanza kupewa taarifa sahihi za kueleza uwazi sababu ya mageuzi yanayopendekezwa ili waweze kufanya maamuzi kwa uelewa kamili bila kushinikizwa wala kupotoshwa. Katika tamko la Sesenke pia imehimiza vijana kushirikishwa kikamilifu katika maamuzi yanayohusu mustakabali wa taifa. Muungano umeeleza kuwa zaidi ya 70% za wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni vijana, hivyo hawawezi kuendelea kutengwa katika mjadala muhimu kuhusu hatma ya nchi. Muungano wa Sesenke unaamini kuwa suluhisho la kudumu la mgogoro wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo litapatikana tu ikiwa kila raia atapewa nafasi ya kushiriki kwa uhuru katika maamuzi yanayoamua mustakabali wa taifa. Ikumbuke kuwa Coalition de l'Article 5 ilianzishwa mwezi Juni mwaka huu katika mji wa Lubumbashi mkoani wa Katanga, na inakutanisha vijana kutoka mashirika ya kiraia pamoja na vyama mbalimbali vya kisiasa, ikiwa na lengo la kutetea ushiriki wa wananchi katika ujenzi wa demokrasia na utawala wa sheria nchini DRC. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, ni hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo, kwa ni tarehe 14 Julai mwaka 2026. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi na kutupatia muda wako kuendelea kufuatilia habari zetu kwa taarifa sahihi za haraka na zenye kuaminika kuhusu yanaendelea nchini na duniani. Mimi ni Tele Jolonga, nikutakia jioni njema yenye amani na utulivu, na tuendelee kukutana tena katika vipindi vyetu vya habari vijavyo. Na kabla sijatoka ndani ya studio, niendelee kumsha tu kwamba Kivu News Info kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba na kusifu kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile na kupartage, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi acha nitakie jioni njema na siku mwema, nikwambia huko bye bye na chao, kwaherini. Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda na endelee kulinda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.